wa serikali. GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali. GCLA tunalinda afya ya jamii na mazingira. GCLA asante Rais Samia, kazi iendelee. Mtazamaji, karibu tena katika kipindi cha Ijue Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Ikumbukwe kuwa Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ilianzishwa chini ya Sheria ya Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali namba 8 ya mwaka 2016. Pamoja na majukumu mengine, sheria ya mamlaka inaipa jukumu mamlaka ya kuwa chombo cha juu na maabara ya rufaa katika masuala yote yanayohusu uchunguzi wa sayansi jinai na huduma za vinasaba, ubora wa bidhaa na usimamizi wa kemikali. Hivyo, kupitia usimamizi wa kemikali, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, Ofisi ya Kanda Mashariki, imekutana na kutoa elimu kwa wadau wa kemikali wakiwemo watunzaji, watumiaji, wauzaji na wasafirishaji wa kemikali. Katika shule ya uongozi ya Mwalimu Julius Nyerere iliyopo Kibaha mkoani Pwani, mada nyingi ziliwasilishwa na hapa washiriki wa mafunzo wanatuelezea tija ya mafunzo hayo. Haya mafunzo yana tija na ninashukuru sana Mamlaka ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Kila mwaka wanajitahidi kutoa haya mafunzo. Haya mafunzo yanatuletea ile awareness ya jinsi ya usimamizi wa kemikali, utumiaji na pia na usafirishaji. Kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye nchi yetu sasa hivi tuna uingizaji wa container za kemikali nyingi sana, especially sodium cyanide kwa sababu uchenjuaji wa madini na kemikali zingine hatarishi. Kwa hiyo hii mafunzo inatukumbusha namna ya kusimamia masimamizi mazuri ya kemikali ili kwa ajili ya kutunza afya zetu pamoja na mazingira kwenye nchi yetu. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mkemia Mkuu wa Serikali kwa kufanya hivyo. Kila mwaka endelee, isiishie tu hapa, kila mwaka wanafanya hivyo. Yana tija nyingi sana, yaani tumejifunza vitu vingi kupitia mafunzo haya. Kitu kikubwa cha kwanza ni usalama. Usalama unaanza na wewe, then kwa watu waliokuzunguka. Kwa kweli kwanza tunashukuru sana Government Chemistry kwa huduma hii ambayo wametupatia kwa mafunzo haya. Kwa kweli ni mazuri sana. Mimi hii ni mara yangu ya pili kuhudhuria mafunzo ya Government Chemistry, lakini hiki kimekuwa ni kitu cha tofauti zaidi. Kwa kweli tumejifunza vitu vingi sana ambavyo ni tofauti. Nyuma tulijifunza pia, lakini hii imeleta mwamko zaidi. Hata tukitoka hapa ni kitu cha kwenda kuongea na wenzetu, kwa sababu nimetumwa nije kuwakilisha kampuni. Kwa hiyo ni kwenda kurudisha haya ambayo tumejifunza kwenye kampuni yetu na kuwafundisha na wengine pia ambao hata hawajui. Kimsingi mafunzo yana mafundisho makubwa sana. Unajua uelewa wa kemikali umekuwa uko chini sana kwa hasa katika sekta mbalimbali kama hivyo za viwanda, za usafirishaji, umeona, na baadhi ya watu binafsi. Kwa hiyo unavyoshiriki mafunzo kama haya, kuna awareness fulani ambayo unaipata, ile inaweza kujengea msingi katika daily routine ya lifestyle yako ambayo unayoishi. Kwa sababu nikizungumzia kama upande wetu sisi wa wasafirishaji, kuna umuhimu sana kujua baina ya hizi kemikali ambazo tunazobeba za aina mbalimbali, pamoja na madhara yake na jinsi ya kuzihendo, na jinsi pia hao watumishi wetu ambao tunaodili nao kuweza kuwapa maelekezo, kujua umuhimu na tahadhari zaidi ya hizi kemikali ambazo tunazosafirisha. Kikubwa ni kuzingatia tu zile taratibu ambazo tulizowekewa na kufahamu zaidi tahadhari au madhara zaidi ya ile kemikali. Unajua bado kuna umuhimu sana ya kuwa na awareness. Ndio maana tangu GCLA waanze kuintroduce issue ya mafunzo kwa madereva, imejenga msingi mkubwa na awareness kubwa sana kwa madereva wetu. Kwa sababu sasa hivi katika kila unachobeba, iwe cyanide, iwe sulfur, iwe nini, kuna baadhi ya vitu vingi sana madereva wameanza kuwa aware na kuviepuka, kukaa navyo mbali. Umeona, kwa sababu kemikali ni kitu hatari. Kemikali ni kitu hatari sana, na vile vile hatuwezi kuiepuka kwa sababu katika daily routine ya maisha yetu kemikali mtu unaitumia karibia kila siku ya Mungu.
haya mafunzo yanatija kabisa, yanatija tena kwa kiasi kikubwa sana, kwa sababu ukiangalia kila siku sheria za kemikali zinabadilika muda mwingine. Kwa hiyo ni vizuri pale tunapopata wasaa wa kuja kukutana pamoja kama wadau watumiaji wa kemikali, ili kuweza kujua ni jinsi gani tunataka tuzitumie hizo kemikali, tuzistore vipi na tuzidispose vipi, kwa sababu hata ukidispose vibaya kemikali ni matatizo kwa jamii. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wa kupata refreshment course kama hizi kila mwaka inapobidi. Kimsingi kwa siku hizi 3 tulizokaa hapa, kwanza tumeingiza kitu kipya. Tulikuja na mawazo yetu, lakini tumepata mawazo mapya katika namna nzuri ya matumizi ya kemikali, na tumetambua kuna kemikali ambazo hazitakiwi kuingia nchini na ambazo zinatakiwa kuingia nchini. Kwa hiyo baada ya mafunzo haya tutakuwa tuna ujuzi kubwa zaidi. Mafunzo haya yanatija kutekeleza majukumu, kwanza kwenye upande wa management ya namna kumanage na kuhandle chemicals na namna ya kutumia safety wakati unafanya shughuli zako ndani ya maabara. Na wadau wakashauriwa. Kwa kweli ujumbe kwa wadau wenzangu ni kwamba tushike haya ambayo tumefundishwa, tuzidi kujifunza na kuyaendeleza zaidi, kwa sababu ni mambo mazuri na ni mengi ya kujifunza. Manake chemical sio kitu cha mchezo. Kwa hiyo ni mengi ambayo tumejifunza, tuzidi kuyaendeleza na tuwafundishe wenzetu. Tukitoka hapa tuwe ambassador kwa ajili ya wenzetu kuhusiana na chemical. Mimi ushauri wangu naotoa katika wakufunzi wenzangu, naomba tunapotoka hapa wakatekeleze katika jamii inayotuzunguka, kuweza kuyafanya majukumu, kuyatumia mafunzo ambayo wamepewa. Hawa wadau nimeona leo kuna watu zaidi ya 150 kuanzia tarehe 1, tarehe 2, tarehe 3. Sisi tunawashauri kwa kuzingatia mafunzo tunayopata kila mwaka. Mimi kila mwaka nakuja kwenye mafunzo. Hii ni mara yangu ya kama 6 ya 7 na uzuria, na naomba wakurugenzi wa haya makampuni wao wanajitahidi kufuata zile requirement ambazo zinatolewa na GCLA ili tuweze kwenda wote, kwa sababu without chemical no life. Yani watu wanasema what is make life is all about chemistry. Chemistry is chemical. Kwa hiyo inamaanisha kila kitu unachokiona katika hii dunia kinafanyika kwa matumizi ya nini? Ya kemikali. Kwa hiyo wadau na washauri tufuate zile requirement ambazo tunazopewa na mkemia mkuu wa serikali ili tuweze kuhakikisha usalama wa afya zetu pamoja na mazingira kwa ajili ya nchi yetu. Kwa hiyo ni kufuata zile mahitaji ambazo tunazopewa na mkemia mkuu wa serikali. Kila mwaka inabadilika. Na mafunzo ukijaribu kuangalia mimi kila mwaka inabadilika. Kwa hiyo tunahudhuria yani tujenge ile na wadau yani wote yani stakeholder pamoja na wale kwa maafisa mkemia mkuu wa serikali ili tuweze kutengeneza Tanzania yenye afya pamoja na mazingira salama. Mimi ushauri wangu na wito wangu, tuchukue hii message ambayo tumekuja kujifunza hapa na tuipeleke physically kwenye maeneo yetu ya kazi, kwa sababu tumekuja hapa kuelekezwa na kufundishwa ili tuende kwenye maeneo ya kazi tukaperform, tukatumia kemikali, tukazistore vizuri, tukazidispose vizuri kama sheria inavyotaka, kwa sababu tukienda kinyume cha hapo tunaenda kuangamiza jamii yetu ya Kitanzania ambayo ina watu wengi sana na watumiaji wa kemikali ni wengi. Kwa hiyo mafunzo haya tuyachukue na tuende nayo kwenye maeneo yetu ya kazi, tukayafanyie kazi na tuwaelimishe wasiokuwepo hapa ili wajue nini tumejifunza na kina umuhimu gani kwa jamii hichi tulichojifunza hapa. Ushauri wangu kikubwa ni watu wahudhurie mafunzo. Mafunzo kama haya yakitokea, watu wasiyapuuzie, makampuni mbalimbali, kwa sababu leo mimi nimekutana na makampuni mengi hapa ya logistiki, makampuni makubwa ya bidhaa za chakula, kuna makampuni mengine ya clearing agent, wawekezaji wa nchi mbalimbali ambao wamekuja kuwekeza hapa nao wamehudhuria. Kwa hiyo tusipuuzie. Ushauri wangu, unaposikia tangazo kama hili la mafunzo kama haya, basi ujitahidi ulete baadhi ya watumishi au ikiwezekana wewe mwenyewe mhusika ushiriki ili uweze kupata awareness ya kitu gani unachodili nacho. Na washauri washiriki wenzangu, baada ya mafunzo haya wawe pia mabalozi wazuri kwa wengine, maana tunapoenda kwenye majukumu yetu tuwe tukawasimulie wenzetu tulichokipata huko ili na wao wavutike kuja kupata mawazo makubwa zaidi katika utendaji. Mwisho wa siku tutakuwa watu wenye mazao mazuri katika utendaji wetu na kwa nchi kwa ujumla. Wazidi kuhudhuria mafunzo haya mara kwa mara, kwani yanatija katika kampuni mbalimbali ili kuongeza uzalishaji zaidi na kupunguza riski ambazo zinajitokeza au injury ambazo zinajitokeza mara kwa mara ndani ya
makampuni ambayo yanahusikana na masuala ya uzalishaji ambayo yanatumia kemikali. Lakini pia wito ukatolewa kwa mamlaka ya maabara ya mkemia mkuu wa serikali. Mimi ushauri wangu isiwe mwanzo, maanake hii ni moja ya chachu ya mafundisho. Kwa hiyo isiwe mwanzo wala isiwe mwisho. Kwa hiyo tunaomba ingezidi kufundisha wengine na wengine na wengine, maanake vijana wanazidi kukua, wengine wanazidi kuzeeka, kwa hiyo wanamaliza muda wao. Kwa hiyo isiwe mwisho wa mafunzo haya, iendelee na mafunzo zaidi na zaidi. Mimi nawaambia mkemia wajitahidi kuboresha zaidi, ikiwezekana haya mafunzo yafanyike mikoa mbalimbali. Mfano kama sisi tunaopeleka kemikali huko kanda ya Ziwa, kemikali tunapeleka nje ya nchi, umeona. Kwa hiyo kuwe na awareness sehemu kubwa zaidi. Hii mikutano usifanyike Dar es Salaam tu, ikiwezekana ifanyike Tanzania nzima, na viandaliwe pia vipindi mbalimbali kama kwenye matelevisheni na baadhi ya sehemu mbalimbali iweze kufanyika public awareness kwa ajili ya watu kuwa na uelewa zaidi wa kitu gani au nini maana ya kemikali. Mimi cha kuambia mamlaka ni kwamba kwanza lazima nitoe shukrani, wametuweka awareness, tuko sawa kabisa, tumepata mafunzo vizuri. Ninachowashauri kikubwa, wasiache kutoa semina kama hizi kwa wadau, na wasituchoke wadau, kwa sababu kila siku wadau wanazaliwa wapya. Kama wadau wanazaliwa wapya, kwa hiyo wasichoke kuwafikia na kuwapa elimu kama hii ili wasifanye makosa tena, kwa sababu jamii inakuwa sasa hivi na inaongezeka kwa wingi. Kwa matatizo ya kikemikali ndo yanazidi kushika hatamu, yani mahitaji ya kikemikali yamekuwa mengi zaidi. Kwa hiyo ofisi ya mkemia mkuu isichoke kutoa elimu hii kwa jamii, kwa sababu itasaidia na italinda jamii yetu ya Kitanzania kwa kiasi kikubwa sana. Izidi kuwapa watu elimu juu ya masuala ya kuendeleza hizo chemical pamoja na matumizi sahihi ya safety katika viwandani. Jamua Ezekiel kutoka kampuni ya Polaris Investment anaweka wazi ushirikiano uliopo kati ya mamlaka na wadau wa kemikali. Ushirikiano kwa sasa baina ya kampuni yetu sisi Polaris pamoja na kwa mkemia mkuu wa serikali. Naweza nikaelezea kwanza katika taasisi za serikali ambazo kwa kweli mimi katika kuanza kufanya kazi za kama mkemia hiyo kampuni na zaidi ya miaka 5, ushirikiano kweli unavyoonekana kwa upande wa mkemia mkuu wa serikali pamoja na sisi ni mkubwa sana. Na mkemia mkuu wa serikali na ameleta mifumo ambayo ni rahisi na ambayo unaweza kuitumia haraka na kuweza kusaidia shida yako kwa muda mfupi. Mfano nikichukulia labda mfano kuomba vibali vya import permit, hauchukui hata dakika 10, umeshapata control number, unailipia, unafanya nini. Na ninachokishukuru ni kwamba mkemia mkuu hajaishia tu kwenye kutoa vibali, wala anakusimamia kemikali inavyoanza kuingia bandarini mpaka inavyoenda kwako nani kiwandani kwako. Anakuja anakuwa anafanya kila wanaita routine assessment, kila baada ya muda fulani anafanya routine assessment kuja kuangalia je, unakizi zile matakwa za nini za mkemia mkuu, zile requirements za mkemia mkuu wa serikali katika usimamizi wa kemikali. Kwa hiyo tunashukuru sana mkemia mkuu wa serikali yupo very active. Ukimtaka kwa muda yote anapatikana, ukimtaka kwa shida yote anapatikana. Na maafisa hao nawashukuru sana, tuna ushirikiano mzuri sana katika kazi ya usimamizi wa kemikali pamoja na usafirishaji pamoja na utumizi. Je, ni changamoto zipi zinazowakabili wadau? Changamoto kubwa iliyokuwepo labda kikubwa zaidi ni miundombinu, mfano kama ya barabara zetu zimekuwa finyu, hasa katika mazingira ya bandari kutoka mjini, umeona unavotoka kwenda katika miji mingine au mikoa mingine, na pia senta nyingine za mikoa mikubwa, kwa sababu kuna tatizo kubwa la parking. Mfano unapobeba ammonium au unapobeba sulfur, parking zile zinatakiwa ziwe mbali na miji au katika mazingira ya watu, umeona. Kwa hiyo kuna umuhimu kubwa kwa hawa ndugu zetu taasisi kama ya TANROADS kwa ajili ya kutuwekea maeneo kwa ajili ya maegesho ya magari ya kemikali, na kama kuna uwezekano basi kukapatikana diversion za njia ili hizi kemikali mfano hatarishi zaidi kama ammonium nitrate zisipite katika ile miji mikubwa. Changamoto nyingi, changamoto za mfumo, naona wamejitahidi kwa namna kubwa sana. Tumetoka analogia digitali. Sasa hivi vyeti ukiomba ndani ya nusu saa unafanya malipo na kupata cheti, tofauti na zamani. Kwa sisi tunashukuru kwa kufanya mabadiliko kwenye system. Sasa hivi vitu vingi vinaenda haraka.
Kwa sasa hivi changamoto, kitu chochote ambacho kina mafanikio hakiwezi kukosa changamoto. Changamoto zipo, lakini hizo changamoto kwa kweli tunashirikiana na mamlaka ya mkemia mkuu wa serikali kuweza kuzitatua. Sio kwamba ni nyingi sana, katika 100% labda changamoto ni ndogo sana tu, yani zile za kibinadamu ambazo tunaendelea tu kushirikiana na mkemia mkuu wa serikali kuweza kuzitatua. Ila upande mwingi ya changamoto sio kubwa sana. Zamani ilikuwa hata pale kwenye jinsi gani unajisajili ilikuwa inachukua muda mrefu zaidi, lakini leo tulipokuja kwenye training kama hii tumeelekezwa jinsi gani tunataka tutumie muda mchache, kwa jinsi gani unaweza kutumia muda mchache ukiwa umejisajili, na sasa hivi system zote zipo online. Kwa ni easy sana kujisajili na kupata cheti chako kwa wakati ili ukafanya shughuli zako za kemikali. Kwa natoa pongezi sana kwa waendeshaji na viongozi wote ambao wameandaa hii semina, kwa sababu wameleta mpango rafiki sana kwa watumiaji wa kemikali Tanzania. Kweli zipo ambazo tumejifunza hapa. Kwa mfano sisi tuna deal na chemicals, lakini changamoto ni kuhusiana na hizo chemical. Sisi kwa mfano kama sisi kampuni yetu huwa hatufungui chemical. Sisi tuna import na kusela. Lakini saa nyingine wakati wa ushushaji inakuwa ni kero zaidi, lakini tumejifunza na tunazidi kujifunza, tunazidi kujiprotect zaidi. Dastan Mkapa ambaye ni meneja wa mamlaka ofisi ya Kanda Mashariki anatuelezea lengo la mafunzo hayo. Lengo la kukutana na wadau kama alivyosema kila mwaka ni katika mwendelezo wa kuwaimarisha kwenye swala zima la kusimamia kemikali, kwa sababu tunaelewa wadau hawa tunaokutana nao kila siku ambao wapo katika makundi tofauti tofauti. Kuna ambao wanaotokea kwenye taasisi za serikali, lakini kuna wengine wanatokea kwenye kampuni au watu binafsi. Sasa tukiwaimarisha, kwa mfano wanaotoka kwenye taasisi za serikali ambao huwa tunafanya nao kazi katika maeneo mbalimbali ya udhibiti, itatuia rahisi sisi kutekeleza sheria ambazo tunazozisimamia, kwa sababu na wao watakuwa ni sehemu ya kuzisimamia hizo sheria. Wadau ambao tuko nao kwa mfano wa kutoka mamlaka ya bandari, kutoka mamlaka nyingine kama ya mapato, kutoka kwenye mamlaka ya meli na kadhalika. Tunaelewa kwamba wakipata uelewa itakuwa ni rahisi sana kwa mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali kujulikana huko kwenye taasisi zao na kufanya malengo au majukumu ya mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali kutekelezeka kwa urahisi zaidi. Lakini vile vile tukija kwa upande wa wadau, kuwaimarisha katika maeneo mbalimbali ya kusimamia kemikali, hii italeta tija zaidi na kufanya kwa yale malengo ya taasisi ya kwamba kuhakikisha kwamba tunawafikia wadau wengi zaidi itatimia, kwa sababu hao wasimamizi ndio baadaye watawaelekeza wale ambao wanawasimamia kipi kinahitajika, kipi hahitajiki katika swala zima la usimamizi salama wa kemikali. Ikiwa takribani huu mwaka unaenda wa 4 mfululizo kukutana nao wasimamizi mwisho wa mwaka, mafanikio yaliyopatikana ni makubwa, kwa sababu sasa hivi imetuweka sisi mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali kuwa jirani sana na hizo za taasisi binafsi pamoja na mashirika mbalimbali ya serikali, kiasi cha kwamba sasa hivi inakuwa ni rahisi sana kwa sisi ofisi kwa mfano Kanda ya Mashariki kufanya kazi kwa karibu zaidi na taasisi za serikali, kwa sababu wengi wao tunawaalika mara kwa mara na wanajua kabisa ni sisi tunafanya kazi zipi, na hata ikitokea changamoto yoyote iliyotokea hapo katikati ya mwaka au muda wote ni rahisi kuwasiliana na sisi. Kwa hiyo ni mojawapo ya fanikio kubwa sana. Lakini vile vile hao wadau wa kutoka makampuni binafsi tunavyokutana nao hivi mara kwa mara, inafanya kama kujenga umoja fulani ambao unatekeleza majukumu ya mamlaka maabara mkemia mkuu wa serikali kwa urahisi na kwa ukaribu sana. Je, ni yapi matarajio ya mamlaka? Matarajio ya taasisi kwa ujumla ni kwamba tunatarajia kwamba hichi kitu ambacho walichojifunza
wataenda kukiishi, na vilevile matarajio kwamba tunaamini sasa sisi shughuli zetu zitaimarika katika nyanja zote ambazo wao wanahusika kwa namna moja au nyingine. Lakini tarajio lingine ni kwamba tuna utekelezaji sasa ule wa sheria utakuwa unafanyika kwa urahisi, kwa uharaka na kwa ufanisi wa hali ya juu. Lakini pia meneja akatoa wito kwa wadau. Wito wangu kwa wadau ambao tumekutana nao hapa sasa hivi, kutokana na hizo changamoto ambazo tunakutana nazo, na waomba sana kwamba tushirikiane katika kufanya kazi. Kama ni taasisi za serikali, naomba sana tushirikiane kwa sababu serikali ni moja. Kinachosisitiza zaidi ni kwamba kila mmoja aelewe kila mwenzake ana majukumu ambayo yapo kisheria na yamewekwa kwa malengo maalum. Kwa hiyo wito wangu ni kwamba wajaribu kuelewa taratibu nyingine ambazo zipo ili kufanya kazi ambazo mahususi ambazo zimewekwa kwa ajili ya hizo sheria ambazo zimewekwa. Lakini vile vile kwa watu binafsi na kampuni nyingine, wito wangu ni kwamba kuna changamoto mbalimbali zipo. Natoa wito kwamba hizo changamoto wasibaki nazo wao. Kama kuna ambazo tunaweza tukashirikiana nazo, watuambie sisi kama mamlaka, kwa sababu tuko nao jirani kama hivi ambavyo tunakutana mara kwa mara. Msimamizi wa huduma za ukaguzi wa mizigo ya kemikali kutoka Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, Jeremia Nkulukulu, anafafanua baadhi ya majukumu ya Kanda ya Mashariki kwenye masuala ya kemikali. Kanda ya Mashariki ni moja ya kanda 6 za Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, na majukumu yake makubwa tunayofanya kama kanda na kanda zingine. Moja, jukumu kubwa la kwanza, tunasajili wadau wetu wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali za kemikali, kwa maana ya usafirishaji, watunzaji, wanaoingizaji, wanaosafirisha kwenda nje ya nchi kwa maana exporter, lakini pia na wadau wengine mbalimbali wanaojishughulisha na shughuli mbalimbali za uteketezaji wa kemikali taka ambazo haziko kwenye matumizi. Lakini jambo la pili ambalo tunafanya baada ya kufanya kwa mantiki nzima wakamilisha taratibu za usajili, wadau wetu tunawakagua ili kujiridhisha, madam tunasimamia sheria, tunajiridhisha yale matakwa ya kisheria kama yanazingatiwa kupitia ukaguzi mbalimbali tunaofanya. Ukaguzi huu unafanyika kwenye magala, kwa maana ya sehemu ambapo hizo kemikali zinahifadhiwa au zinatumika, lakini pia tunayofanya ukaguzi mbalimbali kwenye maeneo ambapo hizi kemikali zinapoingilia hapa nchini, kwa maana ya point of entry, tukimaanisha bandari na viwanja vya ndege na maeneo mengine ya mipaka ya nchi hii. Lakini zaidi ya ukaguzi unaofanyika kwenye maeneo, sisi kama Mamlaka Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali upande wa Kanda Mashariki, tunafanya jukumu moja kubwa la kutoa vibali, kwa maana ya wadau wetu wanaoingiza hii mizigo ya kemikali. Tunawapatia vibali ili tujiridhishe kile kinachoingia nchini kinaendana na matakwa na kinaruhusiwa kuingia nchini. Tunaamini kasa kwamba sisi kama nchi tumeingia mikataba mbalimbali ambao lazima tuamini kwamba kile kilichokubaliwa kwenye mikataba ndio kinachoombewa vibali na vinaingizwa hapa nchini. Lakini tofauti na kutoa vibali, jambo jingine ambalo tunalifanya, tunahakikisha sasa kwamba kama mteja tulimsajili, tukamkagua, baadaye tukaja tukampa vibali, mwisho wa siku sasa lazima tujiridhishe, madam tunasimamia sheria, tujiridhishe wakati huo mzigo unapokuwa unaingia hapa nchini umekidhi yale matakwa ya kisheria yaliyokuwa established. Naamini kumeingia mikataba mbalimbali ya kimataifa, sasa lazima zile sheria zetu ambazo tumezidomesticate hapa nchini zizingatiwe ili tukidhi yale matakwa ya mikataba ambayo tumeingia. Bila kufanya hivyo, naamini tuna mikataba mfano Basel inazuia kemikali zilizoisha muda wake kuweza kutoka kwenye nchi moja kwenda nchi nyingine. Tusipofanya ukaguzi kwenye maeneo haya ya bandari na maeneo mengine, tutakuwa nchi kama nchi itakuja kuwa kama dampo, maadamu hii mizigo itakuwa inavuka na kuingia huku nchini kwetu pasipo kuzingatia zile taratibu za kisheria. Lakini pia tuna requirement nyingi, tunahitaji tujiridhishe zile alama za tahadhari na vitu vingine, wateja wetu kwa maana ya wadau wanakizi yale matakwa. Bila kufanya ukaguzi hayo mambo yote hatuwezi tukayaweza kuyaestablish na kufahamu kwamba hawa wadau wetu wameweza kuyazingatia. Lakini nje ya kutoa vibali, madam sisi tunaamini tunashughulika na kemikali ambazo zina uhatarishi ndani yake, na licha kwamba zina uhatarishi hatuwezi tukazikwepa kwenye maisha yetu ya kila siku. Tunazihitaji kwenye shughuli zetu za kila siku, lazima tuzitumie. Ndio maana sasa inatubidi
tufanye mafunzo ili kutengenezeana awareness kwa wadau wetu, wafahamu kemikali hii tunaitumia, madhara yake ni yapi, tahadhari zinazotakiwa kuzingatia ni zipi, ili tuweze kutengeneza mazingira salama wakati tunazitumia hizi kemikali. Jambo jingine tunalofanya kama kanda, tunahakikisha tuna shughuli za usimamizi, kwa maana usindikizaji wa mizigo, ili tujiridhishe hii mizigo inafika sehemu sahihi. Ni sehemu ya majukumu ambayo tunayatekeleza. Japokuwa majukumu mengine tunayofanya, tunasimamia utekelezaji wa hizo kemikali ambazo zimeshaisha muda wake wa matumizi, lakini pia shughuli zetu hizi za ukaguzi zinaweza zikasababisha ukatambua kwamba kuna nani compliance, madam tunaangalia kama sheria imekizi. Kama mtu hajakizi sheria, inatupelekea kwenye mamlaka tuliopewa kwa maana ya power of inspector, tunachukua sampuli kujiridhisha kama kuna compliance pale ambapo tumeona kama imekiukwa. Lakini pia kuna sehemu ya kuondoa doubt, kwa sababu kuna mizigo mingine mteja anaweza akadeclare kama raw material, kumbe ni finished product. Bila kuchukua sampuli huwezi kuondoa doubt kama zile. Hayo ni mambo makubwa ambayo tunayafanya kama kanda, ili tuweze kuhakikisha kwamba nchi yetu iko salama na azima ya sheria yetu kwa maana ya kulinda afya za Watanzania na mazingira yetu inazingatiwa na inaweza kutekelezeka, kwa sababu kila kwenye point of entry tunahakikisha tunafanya ile monitoring. Lakini hayo mambo tunavyofanya yanatusaidia hata kufahamu kiasi gani cha kemikali kimeingia nchini, kwa sababu ya vile vibali tunavyovitoa na kiko kwa nani. Bila kufanya hivyo, nafikiri na wenzangu wanaweza akawa tu mashahidi, kwa wale wenye uzoefu. Kule kipindi cha nyuma tulikuwa nasikia matukio mbalimbali, mtu kamwagiwa tindikali kwa sababu ya kutokuwa na monitoring ambayo iko very close kwenye issue nzima za kemikali. Lakini sasa hivi kwa sababu unafahamu kemikali hii na uhatarishi wake wa aina hii, unakuwa na monitor na inatusaidia na kuturahisishia kwamba kemikali zinakuwa kwenye mikono ya watu ambao ni salama. Na bila kufanya hivyo, nafikiri hizi kemikali zinaweza kaingia kwenye mikono ya watu ambao sio salama. Mwisho wa siku zinaweza kutumiwa kwenye matukio mbalimbali, kwa sababu hizi kemikali zinaweza kutumika wakati mwingine kama chemical. Kuna zingine ambazo ni chemical weapon, lakini kuna zingine ambazo zinatumika ambazo ni precursors, zinatumika kwenye kutengeneza madawa ya kulevya na vitu vingine. Lakini hatuwezi kuzizuia provided hizi kemikali ndio zikitumiwa kwenye utaratibu ulio sahihi, ndio tunazitumia kwenye uzalishaji wa bidhaa zetu mbalimbali. Mtazamaji, ni imani yetu kuwa umejifunza mengi yaliyojiri katika kipindi cha leo. Tamati ya kipindi cha leo ndio mwanzo wa kipindi kingine. Kwa niaba ya kitengo cha mawasiliano na uhusiano kwa umma, Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali, tukutane tena juma lijalo kwa kipindi bora kilichosheheni elimu lukuki kuhusu Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali. Mimi ni Okelo Thomas. Kwa heri kwa sasa. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali GCLA ni maabara ya rufaa ya serikali GCLA. Tunalinda afya ya jamii na mazingira GCLA. Asante Rais Samia, kazi iendelee GCLA. Mamlaka ya Maabara ya Mkemia Mkuu wa Serikali ni taasisi ya kisayansi ya serikali yenye majukumu ya kufanya uchunguzi wa kimaabara